Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Namshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ya neema yake na fadhili ambazo ametutendea. Tunamshukuru kwa sababu ametupatia nafasi na kibali kuingia tena hapa katika eneo hili la ibada kwa ajili ya kumwabudu yeye Mungu aliye wa pekee na kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Na sasa ni kukaribisheni katika tafakari ya asubuhi ya leo. Katika wiki nzima tutakuwa tukitafakari katika theme inayosema called and formed. Called and formed. Yani kuitwa na kufinyangwa au kutengenezwa au kuumbwa. Called and formed. Ambapo tutakuwa tunazingatia katika kitabu kile cha Samueli. Na leo tutaanza pale katika sura ya kwanza, lakini kichwa cha somo asubuhi ya leo kinasema born from tears. Born from tears. Yani kuzaliwa kutoka katika machozi au kuzaliwa kutokea katika machozi. Born from tears. Na nitasoma sasa katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, maandiko yanasema. Samueli wa kwanza sura ya kwanza, maandiko yanasema. Tafadhali naomba niongezee sauti kwenye hizi monitors. Kwenye hizi monitors. Naam. Maandiko yanasema, mtu wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Efraim, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yehoramu, mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefraim. Naye alikuwa na wake wawili, jina lake mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wa Eli wawili, Hofni na Finehas, makuhani wa Bwana, walikuwa huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza hata kumsikitisha sana, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokuwa kwenda nyumbani mwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia Hana, unalilia nini? Kwa nini huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Uko umeanza kuja vizuri. Uko umeanza kuja, iweke sasa ikae vizuri kabisa. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako anaona kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Haleluya. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka,
Ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Baba na Mungu wa mbinguni, tunapotafakari maandiko haya, ninakusihi kwa namna ya pekee Yesu utuongoze, utubariki asubuhi ya leo, katika jina la Yesu tumeomba, amina. Watu wengi huwa wanamtafakari Samueli. Wanamtafakari Samueli kama nabii mkubwa. Wanamtafakari Samueli kama nabii aliyemwekea Sauli mafuta awe mfalme. Wanamtafakari Samueli kama nabii aliyemwekea Daudi mafuta awe mfalme. Wanamtafakari Samueli kama mtu mkubwa sana katika Israeli. Wanamtafakari Samueli kama mtu aliyekuwa na mafanikio makubwa sana ya kiroho. Wanamtafakari Samueli kuanzia alipoisikia sauti ya Bwana kule hekaluni Shilo. Mungu anamuita, anamwambia Samueli, Samueli. Anasema, mimi hapa, nena Bwana, maana mtumishi wako anasikia. Wanamtafakari Samueli kuanzia wakati ule. Lakini stori ya Samueli haianzii hekaluni, wala stori ya Samueli haianzii kwenye kuisikia sauti ya Bwana. Stori ya Samueli haianzii anapoweka mafuta wafalme. Stori ya Samueli haianzii anapowaamua wana wa Israeli. Stori ya Samueli inaanzia kwa mwanamke anayelia. Inaanzia kwa mwanamke mwenye roho ya uchungu. Inaanzia kwa mwanamke ambaye hali chakula. Inaanzia kwa mwanamke ambaye anataka watoto. Stori ya Samueli haianzii kule hekaluni. Stori ya Samueli inaanzia kwa mama yake anaitwa Hana. Maandiko anatueleza huyu Hana alikuwa ameolewa na mume wake anaitwa Elkana. Na unajua Elkana ni Mlawi. Elkana anatoka kwenye familia ya kina Kora. Anatoka kwenye familia ya kina Kora. Kwa hiyo alikuwa ni Mlawi. Lakini alikuwa ameacha ulawi wake, ameenda amekaa katika nchi ya milima Efraim, na akaongeza mke mwingine anaitwa Penina, kwa akawa na wake wawili. Na maandiko yanasema Elkana alikuwa anampenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mimi nimejifunza katika story hii, fungu la 5 na fungu la 6, mafungu yote mawili yanasisitiza kwamba Elkana alikuwa anampenda Hana zaidi, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo wa Hana asizae. Kwa hiyo kutokuzaa kwa Hana haikuwa kwa sababu amerogwa. Kutokuzaa kwa Hana haikuwa kwa sababu nyingine yoyote ile. Hana hakuwa ametoa mimba ndio ashindwe kuzaa. Hakuwa ameharibu kizazi, wala hakuwa amerogwa. Maandiko yanasema ni kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Kumbe yako na mambo mengine katika maisha ambayo yanatoka kwa Bwana hata kama ni machungu. Jambo la kutokuzaa kwa Hana lilikuwa limetoka kwa Bwana. Maandiko yanasema waziwazi Bwana ndiye alikuwa amemfunga tumbo. Ukiangalia hata kutokuzaa kwa Sara mke wa Ibrahim pia ni Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Hata Rebeka ni Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Hata Elizabeti ni Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Yako na mambo mengine katika maisha haya ambayo yanatoka kwa Bwana hata kama ni machungu. Sio kila mambo mabaya yanatoka kwa shetani, hapana. Sio kila kitu kichungu kinatoka kwa shetani, hapana. Yako mengine yanayotoka kwa Bwana na yanakuja kwa ajili ya kusudi maalum. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yanakuja kwa ajili ya kusudi maalum. Yanakuja kwa ajili ya kusudi maalum katika maisha yetu. Sasa tunaelezwa kwa sababu ya kukosekana kwa watoto, Hana akawa analia. Inafika mahali hali chakula, Hana analia.
ana huzuni. Akawa ni muda wote mwanamke anatembea, machozi yako katika mashavu yake. Muda wote mwanamke yule anatembea, hana amani, hana raha, analia, anatembea, anaingia nyumbani, anatoka, mwanamke hana raha. Kwa nini? Kwa sababu hana watoto. Na ukiangalia yule mwanamke mwenzake ana watoto, jambo ambalo anamsimangia. Yani ni baraka ambazo Mungu amempatia Penina, lakini Penina anatumia zile baraka ambazo amezichukua kutoka kwa Bwana, amezipata kutoka kwa Bwana, anamsimangia Hana ambaye hana watoto. Hili ni jambo la hatari sana. Sikiliza asubuhi ya leo, ukibarikiwa usitumie baraka ulizopata kutoka kwa Bwana kuwasimangia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekupatia watoto, mshukuru Bwana katika hayo. Kama Mungu amekupatia kazi, mshukuru Mungu katika hayo. Kama Mungu amekupatia biashara yako inafanya vizuri, mshukuru Mungu katika hiyo. Lakini si kwa sababu wewe una kazi, wengine hawana kazi, kwa hiyo unaona ni wazembe. Si kwa sababu wewe umefanikiwa, wengine bado hawajafanikiwa, unawaona wale ambao hawajafanikiwa kama hawana akili au ni wazembe. Hapana, ukijipata wewe, usifikiri wengine hawana akili. Mshukuru tu Bwana katika hayo, maana hata hao nao iko zamu yao itafika, na Mungu atawabarikia, atawatoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Usitumie baraka Mungu alizokupatia kuwasimangia watoto wengine wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, unakuta mtu mwingine amefanikiwa, sasa anaona watu wengine wote ambao hawajafanikiwa kama hawana akili. Hapana, wana akili, ila ni vile kwamba Mungu amefunga matumbo yao kwa sasa. Basi Penina anamsimangia, wewe unajaza tu choo, wewe hauna maana, mwanamke gani, unakula tu unashiba, unajaza choo. Lakini hata mimi najiuliza, hivi kweli mwanamke mmoja anaweza kujaza zile simtank la choo kweli? Unajua kuna matusi mengine ni mabaya sana. Yaani wewe sikiliza tu ugumba kwa mtu mwingine. Yaani ukiwa hauzai mzee Zayoga, kama hauzai, yaani hiyo wewe isikie kwa watu wengine. Na bahati mbaya zaidi, angalau usiwe mrefu kama mimi basi, alafu yani hauzai alafu tena ni mrefu kama mimi. Hilo jambo achana nalo kabisa. Yaani uwe mrefu kama mimi alafu hauzai. Mzee, hilo ni jambo la hatari sana. Unajua je, hamjui tu jinsi ilivyo kazi kuwa mrefu? Ni kazi. Kuwa mrefu ni kibarua, ni shughuli. Kwa sababu ukiwa mrefu watu wanatarajia kwamba, wanatarajia you are perfect, wanatarajia mambo yako yote. Yaani hautakiwi kufeli. Hebu fikiria uwe mrefu afu una akili. Watu wanasema huyu jamani mrefu tu, lakini huyu akili hamna kabisa. Hamna mtu hapo. Yaani ni urefu tu, wanakusimangia urefu. Yaani unajua ukiwa mfupi afu hauzalishi ni sawa tu, no problem. Ukiwa mfupi afu kafeli darasani sio issue sana. Sio issue sana. Ukiwa mfupi afu hujafanikiwa kwenye maisha, huko kwenye maisha, yani hauna mahela au na nini, na ni mfupi, sio issue sana. Yani watu hawakuoni kama ni tatizo. Lakini ukisha kuwa mrefu alafu na hela hauna, I say hilo ni tatizo kubwa sana. Hilo tatizo kubwa sana. Sasa ndivyo ambavyo mambo yanakuaga. Hana alikuwa anapendwa sana, lakini hakuwa na watoto. Kwa hiyo yule mwanamke mwingine anamsimanga kwa ajili ya hiyo. Maandiko anasema Hana akawa analia wala hali chakula. Kwa nini? Hana watoto. Stori ya Samueli inaanza kwa mwanamke anayelia. Ndio maana ninasema kichwa cha somo tumesema born from tears. Kuzaliwa kutoka katika machozi. Born from tears. Kuzaliwa kutoka katika machozi. Stori ya Samueli inaanzia kwa mwanamke anayelia. Analia. Ikafika mahali akaamua kwenda hekaluni. Anatembea kutoka kule Rama, anakwenda Shilo hekaluni. Anakuja mwanamke yule, anatembea, anapepesuka, maana hata uzito wake ulishapungua. Maana hata hana uzito, hana kilo zilishapungua. Maana nafsi yake
nafsi yake imeinama, yani uzito wake umepungua kwa sababu ya vile ambavyo amenyanyaswa, amesimangwa, ameonewa, ametukanwa, yani uzito wake umepungua. Anatembea, anakuja hekaluni, anapepesuka hivi, anafika, anapiga magoti madhabahuni pale. Maandiko anasema akalia sana. Sikiliza, nimejifunza Mungu huwa anafanya mambo makubwa hadharani, lakini haya mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya hadharani huwa yanaanza sirini kwa maombi na machozi. Bado hujanielewa pale. Nasema hivi, Mungu huwa anafanya mambo makubwa hadharani, lakini haya mambo makubwa hadharani haya Mungu anayafanya huwa yanaanza katika machozi ambayo hakuna mtu anayeona. Hakuna mtu anayeona haya machozi ya private. Katika chumba chako cha ndani hakuna mtu anayeona. Katika madhabahu hakuna mtu anayeona. Mungu anawapeleka watu mbali sana hadharani, lakini hawa watu walianza kwa machozi ya private, kwa siri. Na ndio maana nikaja nikagundua kumbe kwenye machozi kuna sauti ambayo Mungu tu ndo anaweza kuisikia. Yani machozi yako yanazungumza lugha ambayo mbingu tu inaweza kuitafsiri. Your pain, your tears has the voice that only heaven can hear. Ule uchungu ulionao ni mbingu inaweza kutafsiri. Ni mbingu pekee yake inaweza kutafsiri. Kuna watu wengine wanaona kama watu wanaolia kama hawana akili hivi, kama watu wanaolia. Unakuta mtu amekuja kanisani analia, unamuona kama mtu ambaye labda anajifanisha hivi au nini. Watu wanaweza wasikuelewe, lakini machozi yako yanaweza yakawa yamebeba mzigo unaohitaji kushushwa, mzigo wa msamaha wa dhambi. Machozi yako yanaweza kawa yameibeba familia. Machozi yako yanaweza kawa yamebeba watoto. Machozi yako yanaweza kawa yamebeba mafanikio yako, yameibeba biashara. Machozi yako yamebeba future. Machozi yako yamebeba kanisa. Machozi yako yamebeba kazi ya Mungu. Machozi yako yamebeba destiny yako. Machozi yako yanaweza kama yamebeba kitu kikubwa, yamebeba njozi kubwa. Machozi yako ambayo watu wengine hawawezi kuelewa, lakini there is a voice in your pain that only heaven can hear. Machozi yako. Haya machozi ndio yalikuwa machozi ya Hana. Sasa kuna kitu kimoja nimejifunza. Yule mwanamke, unajua maandiko yanasema akalia sana, anamwomba Bwana. Alafu akaelekea hekaluni. Amefika kule hekaluni, akapiga magoti anaomba. Alafu Eli kuhani yuko pale anamtazama. Maana yule mwanamke alikuwa anaomba, lakini kuomba kwake kulikuwa ni kuomba ambako midomo yake tu inaonekana inacheza, lakini hasikii. Sasa Elkana ambaye ni mume wake alikuwa anampenda sana Hana. Katika mstari wa 8 ukisoma maandiko yanasema kwamba Hana alikuwa analia hata akula chakula. Alafu Elkana anamuuliza, Hana, kwa nini hauli chakula? Ni kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kuliko ungekuwa na watoto 10? Hiyo inamaanisha kwamba Elkana alikuwa mtu mzuri sana. Elkana alikuwa anampenda Hana. Lakini kuna kitu ambacho upendo wa Elkana ulikuwa huwezi kufanya. Elkana alikuwa anampenda kweli Hana, lakini hakuweza kumpa watoto. Na mimi nataka nikwambie asubuhi ya leo, yako maeneo ambayo wanadamu wanaweza wakafanya, lakini uwezo wao una limit, uwezo wao una kikomo. Wanadamu wanaweza wakakushauri, wanaweza wakakutia moyo. Wanadamu wanaweza wakakushika hata mkono, wanaweza wakakupa hata fedha, wanaweza wakakusaidia hata fedha za matibabu, wanaweza hata wakaja nyumbani wakaomba na wewe. Ndio, wanadamu wanaweza kufanya kitu fulani.
Lakini yako mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya, na ndio maana Hana alipolijua hilo kwamba wanadamu hawawezi kufanya, hata mume wake hawezi kufanya, alipojua hilo akakimbilia hekaluni. Maandiko yanasema akamuomba Bwana, akalia sana, akalia sana. Maumivu yake yakageuka kuwa maombi, machozi yake yakageuka kuwa madhabahu, kukosa kwake kukageuka kuwa mahali pa kukutana na Mungu. Maandiko yanaeleza Hana akamuomba Bwana, akalia sana. Yaani machozi ya Hana yakamdirect kwenda kwa Bwana. Wako watu wengine ambao machozi yao yanawaondoa kwa Bwana, wanakimbia kwenda kwa waganga wa kienyeji, wanakimbia kwenda kwa watu, wanakimbia kwenda kwa wanaume au wanawake, wanakimbia kwenda kwa watoto, wanakimbilia kwenda mahali kwa wanadamu. Lakini Hana maumivu yake yakambadilisha, yakamtoa kwa watu, yakampeleka kwa Bwana. Yalimtoa kwa Penina, yakampeleka hekaluni. Yalimtoa kwa Elkana, yakampeleka kwa Eli kuhani kule hekaluni. Hana maumivu yake yakamsukumia kwa Mungu. Asubuhi ya leo nataka niwaambie, maumivu yoyote unayoyapitia yasikusukume kutoka kwa Mungu kwenda kwa watu, yanapaswa kukutoa kwa watu kwenda kwa Mungu, maana yeye ndio mwenye suluhisho la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Usikimbilie kwa watu hata kama una maumivu. Nataka nikwambie, pain becomes powerful when it drives you toward God instead away from God. Maumivu yanakuwa na nguvu yanapokusukuma kuelekea kwa Mungu badala ya kukutoa kutoka kwa Mungu. Penina alitaka maumivu ya Hana yamvunje kabisa, lakini bila kujua kwamba Penina alikuwa anamsukuma Hana kwenda kwa Mungu, na muda si mrefu angempatia mtoto ambaye angekuwa nabii mkubwa sana katika Israeli. Unajua wako watu ambao wanakuchokonoa, wanakuchokoza bila kujua kwamba wanakusogeza zaidi kwenye hatima yako. Yaani wanafanya ubaya wakifikiri ule ubaya wanakukomoa, kumbe ule ubaya ndio unakusogeza zaidi kwa Mungu. Jinsi wanavyokutendea ubaya, ule ubaya ndio unakusogeza kwa Mungu karibu kabisa. Yaani kwa kifupi ni kwamba Ambwene anasema kule waliko kusukumia kule waliko kuhamishia kule waliko kupiga teke uangukie kule ndio Mungu waga anapumzikia kule. Bwana Yesu asifiwe. Kule ndo Mungu anapumzikia. Kwa hiyo walifikiri kwamba wanakutupa polini, kumbe kule polini ndo Mungu yuko. Walifikiri kwamba wanakuhamisha Dar es Salaam, kumbe Dar es Salaam ndo Mungu, ndo kule walikokupeleka ndo Mungu yupo. Yaani wamekupeleka mahali ambako Mungu yupo. Maumivu yako yasikubadilishe kutoka kwa watu kwenda kutoka kwa Mungu kwenda kwa watu, badala yake utoke kwa watu kwenda kwa Mungu. Sasa napoelekea mwisho, nataka nikwambie maombi ya Hana yalibadilika kitu fulani ambacho mwanzoni kilikuwa hakipo. Unajua Hana alikuwa anaomba nini? Alikuwa anaomba anasema Bwana nipe mtoto. Mpaka analisema Bwana nipe mtoto. Bwana nipe mtoto. Yaani kila akiomba Bwana nipe mtoto, kama vile alivyokuwa anaomba Rachel, mke wa Yakobo, Raheli naye alikuwa anaomba nipe mtoto. Tena usiponipatia nitajiua, anamwambia hivyo Yakobo. Yaani alikuwa anaomba maombi, nipe mtoto, nipe mtoto. Huyu naye Hana naye alikuwa anaomba hivyo, nipe mtoto, nipe mtoto. Lakini inapofika mstari wa 11 ninaupenda, na maandiko yanasema hivi katika Biblia. Maandiko yanasema Hana akaomba akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utayaangalia mateso ya mjakazi wako. Sikiliza haya maombi hayo, angalia. Anasema ikiwa wewe utayaangalia mateso ya mjakazi wako, ukampa mjakazi wako mtoto mwanamume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Angalia maombi jinsi yalivyobadilika. Mwanzoni alikuwa anaomba Bwana nipe mtoto, lakini safari hii anasema Bwana, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako, halafu ukampatia mjakazi wako mtoto mwanamume, anasema ndipo mimi mjakazi wako nitakapomtoa huyu mtoto mwanamume awe wako, akutumikie siku zote za maisha yake. Kwa hiyo ametoka kwenye kuomba yeye apewe mtoto mwanamume, amekuja kwenye kuomba mtoto mwanamume ili apewe Bwana. Haleluya. Hapo ndipo palipobadilika. Hapo ndipo penye mabadiliko makubwa kabisa. Mwanzoni alikuwa anaomba Mungu nipe mtoto, lakini sasa hivi anaomba Mungu ukinipa mtoto nitakurudishia.
Hana alifika mahali ambapo hakutaka tena baraka iwe kwa ajili yake mwenyewe. Alikuwa tayari kuifanya baraka yake iwe kuwa mali ya Mungu. Hapo ndipo Samueli sasa anapoingia katika historia hii. Samueli anaingia katika stage hii. Samueli anaingia hapo kwa sababu Hana amekubali kumrudisha Samueli kwa Mungu. Na hii inatufundisha kwamba wakati mwingine Mungu hataki kubadilisha mazingira yetu kwanza, anataka kwanza maombi yetu yabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka maombi yetu yabadilike kutoka kwenye kusema Bwana nipe ili twende kwenye Bwana nitumie. Anataka tutoke kule kwenye Bwana nibariki, anataka twende kule kwenye Bwana fanya baraka hii iwe kwa ajili ya wengine, iwe kwa ajili ya utukufu wako. Inataka tutoke kwenye Bwana nipatie Samueli ili twende kwenye Bwana mimi nitakurudishia Samueli. God can trust you with a Samuel when you can trust him enough to give Samuel back. Mungu atakuamini na Samueli pale unapoweza kumwamini kiasi cha kumrudishia tena Samueli ili afanye kazi kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikwambie, maandiko yanasema wakati ulipotimia Mungu akampatia Hana akazaa mtoto mwanamume akamuita jina lake Samueli kwa kuwa alisema nilimuomba kutoka kwa Bwana. Samueli alitoka katika machozi, alitoka katika maombi, alitoka katika kusubiri, alitoka katika uchungu, alitoka katika kujisalimisha. Na mtoto huyo baadaye angekuwa sauti ya Mungu kwa taifa zima, kwa sababu Mungu alikuwa hajazungumza na watu wake kwa muda mrefu, lakini alianza kuzungumza tena na Samueli. Na Hana hakujua kwamba alipokuwa analia kule Shilo, kumbe alikuwa anaomba kwa ajili ya taifa zima. Alifikiri anatatua matatizo kwenye familia yake, kumbe alikuwa anaandaa suluhisho kwa ajili ya taifa zima. Sasa nikwambie asubuhi ya leo, labda uko hapa na wewe unapita katika changamoto kama vile Hana. Unapita katika changamoto kama vile Hana. Lakini jambo moja kubwa nimejifunza hapa hii asubuhi, nimegundua hivi. Hana aliomba maombi ya ahadi. Anasema, Bwana, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako, there is a condition in that prayer. Kuna sharti, kuna ahadi inawekwa pale. Anasema, Bwana, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako, ukanipatia mimi mjakazi wako mtoto mwanamume. Ameweka mpaka aina ya mtoto, sio tu mtoto yote, mtoto mwanaume. Ameweka condition. Alafu anasema sio tu hapo, ukinibarikia mimi na mtoto mwanamume, anasema ndipo mimi nitakapomtoa huyo mtoto mwanamume akutumikie siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ombi la ahadi, ombi lenye nadhiri ndani yake. Nimejifunza kumbe kuna nguvu kwenye maombi ya ahadi. Kwa sababu ni baada tu ya hapo tena maandiko anasema alipomaliza kuomba hilo ombi, anasema akaondoka, akaenda akala chakula, akafurahi, wala uso wake haukukunjamana tena, kana kwamba Mungu ameshamjibu, kumbe ndo tu ametoka magotini. Yaani Hana alifurahi kana kwamba Mungu ameshajibu maombi yake, uso wake haukukunjamana tena, akawa mtu mwenye furaha, akawa mtu ambaye hana tena shida. Wakimsema unajaza choo, yeye anafurahi tu. Wakimsimanga, yeye anafurahi tu. Wakimsema maneno, yeye anafurahi tu, hana shida. Asubuhi ya leo, labda unapita katika changamoto kama ile. Nikwambie, iko nguvu kwenye maombi ya ahadi. Labda unaweza hata ukaandika, ukaweka hapa kwenye box. Mwambie Bwana. Basi tunapoimba ule wimbo 123 tu beti mmoja, unaweza ukasogea hapa
tunataka tumwambie Bwana katika maombi asubuhi ya leo kwa ajili hiyo. Beti mmoja tu. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Basi tupige magoti. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, Mungu mtakatifu uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, asante Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo, na asante kwa sababu ya watumishi wako hawa ambao wameacha usingizi, wameamua kuja kwanza hekaluni kwako kama Hana alivyokwenda Shilo hekaluni kwako na akapiga magoti kakulilia sana akisema, Bwana unikumbuke mimi mjakazi wako. Asubuhi ya leo Bwana, na sisi tunakuja na ombi kama la Hana tukisema, Bwana utukumbuke sisi watumishi wako. Bwana tukumbuke asubuhi ya leo. Akina mama hawa wamepiga magoti hapa, wanasononeka katika mioyo yao, wengine wana huzuni. Ninakusihi Bwana ukaangalie mateso ya wajakazi wako. Wakina baba hawa na vijana hawa wamepiga magoti hapa asubuhi ya leo. Ninakusihi Yesu wetu ukaangalie mateso ya watumishi wako, ukawajibu kutoka patakatifu pako mbinguni na kuwapelekea msaada na kuwainua na kuwafuta machozi yao. Wako wengine ambao wamesubiri kwa muda mrefu, hata wengine wamesimangwa kwa ajili ya mafanikio ya watu wengine. Bwana ninakusihi kwa namna ya pekee asubuhi ya leo, kumbuka watoto wako, angalau utie tabasamu katika nyuso zao na wao waone furaha ya kuitwa watoto wako. Ninakusihi kwa namna pekee maombi yao watakapopiga magoti tena kukulilia na kukuomba katika vyumba vyao vya ndani, watakapokuwa wanafanya kwa siri maombi yao, wewe Bwana yafanye mafanikio yao kuwa ya hadharani, yaonekane mbele ya watu wote. Wanapokwenda makazini asubuhi ya leo watambulishe, wanapokwenda huku na kule waongoze, na kusi wapatie kibali, na kusi wapatie nguvu, waepushe na ajali za barabarani kwa utukufu wa jina lako Yesu, kwa sababu asubuhi ya leo tumeomba kupitia jina la Yesu. Amina. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana, naomba niongoze